matukio mbalimbali ya habari nchini Tanzania ni Budget Communication. Tembelea website yetu kwa anwani ya www.budget.co.tz, YouTube Budget Digital, Instagram Budget Communication na Facebook Budget Communication. Hakikisha una subscribe unapotazama habari zetu. Budget Communication, habari ni maendeleo. Mtazamaji wa Budget Communication, kama ilivyo ada katika mwendelezo wa kuendelea kuangalia nini hasa kinafanywa na serikali ya awamu ya 6, tumetembea maeneo mbalimbali. Tumepita VETA, tumeangalia shirika la nyumba nchini Tanzania kuona limefanya shughuli gani, lakini mpaka tumefikia hatua hivi sasa tuko katika mkoa wa Njombe na tumefika katika mahakama yetu hapa mkoa wa Njombe. Na hapa niko na ndugu Richard Mbambe, yeye ni mtendaji mkuu wa mahakama. Utafahamu bajeti tayari ya Wizara ya Sheria imekwisha pita. Zaidi ya bilioni 6 zimekwisha pitishwa na bunge. Lakini kamati ya bunge ilipita na kuridhishwa na kile ambacho kinafanywa na mahakama. Kumekuwa na namna ya majengo, kuimarika kwa majengo ya mahakama. Lakini pia katika mkoa wa Njombe pia umekuwa ukisikiliza hakimu wetu wakieleza kwamba hata zile kesi ndogo ndogo sasa hivi ambazo zinahitaji kusuluhishwa zimeshughulikiwa kwa wakati. Hakuna kesi ambazo zinasalia katika namna ya kusikilizwa. Lakini sasa nini tunakiangalia leo hii katika mkoa wa Njombe? Ni jengo la mahakama ambalo atakuja kufafanua zaidi ndugu Richard hapa kuona ni nini hasa ambacho kinafanywa na mahakama yetu ya mkoa wa Njombe, lakini na mengine ambayo yamefanyika katika wilaya mbalimbali za mkoa wa Njombe. Karibu sana kiongozi. Nakushukuru. Kama alivyosema, mimi naitwa Richard Mbambe, mtendaji wa mahakama kwa mkoa wa Njombe. Kama unavyofahamu, mahakama ipo katika maboresho mbalimbali, ikiboresha kuanzia majengo kama ulivyosema, lakini usafiri. Tunaanza mahakama kuna vile magari, sasa kila mahakimu, waheshimiwa mahakimu na kompyuta, tuko katika mahakama mtandao. Hayo yote maboresho ya mahakama. Lakini tukizungumzia sasa swala lako la moja kwa moja la majengo, hapa tunajenga jengo la mahakama kuu kwa mkoa wa Njombe. Hapo awali watumishi kwa maana wananchi wa Njombe walikuwa tegemea mahakama kuu kanda ya Iringa. Kwa sasa mkoa wa Njombe unaenda kujitegemea kuna upande wa mahakama kuu. Hakutakuwa na haja tena ya kusafiri kwenda Iringa kusikiliza kesi za kimahakama. Ina maana waheshimiwa majaji tutakuwa nao hapa. Kwa hiyo hilo jengo la tunasema jengo jumuishi ambao utakuwa kuna chini mahakama ya wilaya, lakini katikati mahakama ya mkoa, juu mahakama kuu, lakini mahakama rufani ghorofa juu kabisa. Kwa hiyo ni ghorofa kubwa la kisasa ambalo litakuwa lina lift ndani. Lina CCTV kamera, lakini kutakuwa kuna scanner watu wanapoingia walau tucheki wamebeba nini. Kwa hiyo lakini kama unavyoona na fence nzuri, kuna visima ambayo haya ni maboresho mbalimbali ambayo yamehusika kwenye hilo jengo. Mpaka jengo hilo kukamilika pengine natarajia kugharimu kiasi gani? Approximately bilioni 7.2. Mpaka kukamilika kwake. Na kama nilivyosema lina kila kitu ndani. Na sasa hizi kutokana na mahakama mtandao kuna masuala ya video conference, mifumo ya kiteknolojia. Na tunapozungumza kwamba jengo jumuishi, si ndio? Manake nini? Mahakama jumuishi ni manake mahakama kabisa zote ziko sehemu hapo. Manake mahakama ya wilaya ukikata rufaa unapata ghorofa juu yake, unaendelea. Ukikata rufaa unaanza tena ghorofa juu yake, ni vyote unavipata hapo mpaka haki yako inapatikana. Utakiwa tena kutoka hapa kusafiri kwenda kule hapana. Vyote viko sehemu moja. Unaona pengine hatua muhimu kabisa ambazo zinapigwa hizo na serikali, kwa sababu unaweza ukaona vile ambavyo ruti za mahakama huwa zinakuwa, unasafiri unakwenda, unarudishwa tena kule unarudi, lakini unaweza ukaona sasa hivi unaweza kukamilisha mambo hapo kwa papo.
Pengine sasa jukumu la mwananchi ni nini hasa anapokuwa anashuhudia hiki ambacho kinafanywa na mahakama ama wajibu wake? Jukumu la mwananchi ajue kuwa mahakama imejipanga kutoa haki kwa wakati na haje mahakamani apate haki yake. Mwananchi haje mahakamani asiogope. Mahakama ndio sehemu pekee ambapo haki inapatikana. Lakini hata vile elimu za kisheria, ushauri masuala ya kimahakama pia tunatoa. Kwa mwananchi ana jukumu la kuja kuelimika, kuja kuleta kesi zake ili haki ipatikane. Kuna ile hofu wananchi wakiona tu majengo ya mahakama basi wanaona hapa ni kushtakiwa tu, hapa ni kesi. Elimu namna hiyo pia naona mnaifanyia kazi. Ina matokeo makubwa kuelimisha watu kufahamu sana haki zao na kutokuogopa mahakama. Saizi elimu kwa wananchi imeenda sana na wananchi wamekuwa wakidai haki zao. Zamani kulikuwa kuna msemo mtu anakuambia nitakuburuza mahakamani. Akiamini kuwa wewe unapelekwa mahakamani basi ni moja kwa moja una hatia. Lakini siku hizi mtu akwambia nitakuburuza mahakamani, akwambia twende mahakamani. Kwa sababu sasa wananchi wameshaelimika na najua kuwa mahakama ndio chombo pekee ambacho kinachotoa haki. Kwa hiyo sasa haki hawaogopi wananchi na mwitikio ni mkubwa sana wananchi kuja mahakamani kuja kesi, lakini hata kupata sheria mbalimbali. Je, katika mkoa wa Njombe, ndugu Mbambe, mradi ni huu tu ambao unatekelezwa au kuna miradi ya zaidi? Maana yake kuna taarifa tulizisikia wakati ule wa siku mnapoanza mwaka wenu wa masuala ya sheria kwamba kuna mambo yamefanyika huko Lupembe, huko Ludewa na kadhalika. Mambo gani haya? Miradi tunatekeleza, mahakama inatekeleza miradi mingi Tanzania nzima, kuanzia mahakama za mwanzo za wilaya mpaka hizi. Lakini kwa mkoa wetu wa Njombe, mradi mkubwa ni huu wa AJC kwa maana mahakama jumuishi. Lakini tuna mradi pale Lupembe. Ule ni mradi wa mahakama ambapo saizi umefikia kama 86% ya utekelezaji wake na karibu unakamilika. Mzabuni yuko njiani kwa ajili ya kuweka thamani. Na mradi mwingine tunatekeleza ni mahakama ya Manda. Upo kwa Ziwani, wilaya ya Ludewa. Na wenyewe uko asimezo tuko mbioni kuweka thamani. Nadhani wakati wa ufunguzi wake basi ishara tutaambia wananchi tuwashirikisha nao wataona. Lakini so far ndio mradi wa Luilo ushakamilika, tunategemea kuzindua mwezi huu na tayari watumishi wameshaenda. Kwa hiyo muda wote huduma pale inaenda kuanza. Baada ya kukamilisha maboresho ya majengo, nini ambacho kinafuata? Mahakama inaboresha vitu mbalimbali. Kuanzia teknolojia kama tukwambia, tuna mifumo mbalimbali, kuna hii malalamiko, hii ofisi, hii wakili, tanzili, mifumo mbalimbali. Na tumeboresha masuala ya tunasema video conference. Kwa maana saizi mahabusu akiwa magereza anaja kuja huku kwa kesi za kuahirisha au za kusikilizwa, au kama unataka kutoa ushahidi unaja kwenda Mwanza, kesi iko Mwanza lakini unaja kutoa ushahidi kupitia mitandao yetu. Ndio maana ukienda magereza kote kuna TV zimewekwa kubwa na mifumo ya internet, lakini kila ofisi ukienda za mahakama kuna TV ndani. Hizo ni kufacilitate video conference. Kwa hiyo mifumo ya maboresho iko hiyo, lakini maboresho mbalimbali hata ya watumishi inafanyika. Kwa hiyo maboresho mahakama yamegusa kila nyanja kweli. Kwa matukio mbalimbali ya habari nchini Tanzania ni Budget Communication. Tembelea website yetu kwa anwani ya www.budget.co.tz, YouTube Budget Digital, Instagram Budget Communication na Facebook Budget Communication. Hakikisha una subscribe unapotazama habari zetu. Budget Communication, habari ni maendeleo.